Nataka tuongelee, kuna wakati unasikia mwili ukiwa mzito. Unasikia ukiwa mzito sana na hujui shida ni nini. Wakati mwingine unajipata ukiwa mahali kuna watu hawakufurahikii na wewe huwafurahikii. Guys, kamera yangu inayumba yumba. Wakati mwingine unapata uko chini, unapata kila kitu yako iko down, hauna attraction, hauna mvuto, hauna furaha, uko na bad energy, yani vitu kama hizo guys. Na tukisema mvuto guys, mvuto ama tukisema kwa mfano attraction ni kitu yenye hauwezi uka-explain. Unaona? Na wakati uta-lose, wakati utapoteza mvuto, ndio utajua maana ya mvuto. Wakati unakuwa unakosa hiyo nguvu, energy, ama unakuwa unajichanganya na watu wenye nguvu, yani energy mbaya, wenye nguvu mbaya. Unaona, wakati mwingine kuna watu wana-drain, wanachukua yani wanaku-drain energy yako. Kuna watu unaweza ukashinda na wao, ukasikia umechoka kabisa, hii kuchoka bila sababu. Unasikia tu mwili umechoka, haujachangamka bila sababu. Nataka nikuonyeshe kitu nzuri na ni kitu yenye unaweza ukakaa tu nayo hapo kwa nyumba. Ukuwe ni mfanyikazi wa ndani, wakati mwingine sisi kama wafanyikazi wa ndani tunakuanga na shida fulani. Unajipata wakati mwingine mnasumbuana na mwajiri wako bila sababu. Unajua unafanya kazi zako vizuri, lakini unapata mwajiri wako anafanya nini? Yani kila kitu anaona, yani mnakosana bila sababu. Anakuangalia vibaya bila sababu, hakufurahikii, yani unashindwa kwani nimemkosea nini? Wakati mwingine pia unakuwa na wasiwasi, nimemkufanyia nini? Wakati mwingine mnasumbuana tu na mtu yoyote na watu kukuletea fitina. Guys, kuna vitu zenye naweza nikakwambia hapa kwa mtandao na kuna vitu zingine zinakuanga ni siri, hatuwezi tukavisema zenye unaweza ukafanya. Lakini nataka nikupatie kitu kizuri cha kuweza kufanya wakati unasikia mvuto wako uko chini, wakati unasikia energy yako iko chini, wakati unajisikia haujielewi. Nataka nikupatie tu home remedies kiasi hapa uende uzifanye. Moja ni expensive, lakini si ati ni expensive namna hauwezi ukamudu, unaweza uka-afford. Na hizi remedies zinakupatia, ujue zinakujanishanga na mvuto na zinakujanga na nguvu nyingi sana. Utaanza kujihisi vizuri na mwenyewe utanotice kuna mabadiliko. Ya kwanza ni Zafron. Hii inaitwa Zafaran ama Zafron. Zafron ni kammea expensive lakini si vile. Kwa mfano kama haka unakaona nimekanunua 30 riar. 30 riar, hiyo tuseme ni kama 1,000 ya Kenya. So unaona ni kitu yenye unaweza uka-afford kwa sababu inakusaidia na inaleta matokeo mazuri. Inakunywa, unaweza ukakunywa na unatumia, hii ni ya cleansing, utatumia venye nitakuambia. Kitu ingine, utafute red rose water. Sijui kama unaweza ukapata ziko, na ukikosa utatumia rose water. Kuna ile nyekundu, ukipata nyekundu tumia, na ukikosa utatumia hii. Sawa, hii inaendanishanga na hiyo sana. Ukiweka tu, ukichanganya hii na ile, unaonanga imebadilisha kala. Haya, kuwa na hii, unaona, kuwa na hii. Na ukikosa pia hii, tumia ile ya white. Kuna apple cider vinegar ya white na kuna hii apple cider vinegar. Hii naipendanga, inakuanga very konko, inakuanga imeiva sana hii. Naipendanga hii, inakuanga imeiva kwa kufanya cleansing na kuoshea nyumba. Hii si ya kawaida. Ukimaliza, chukua maji baridi.
ama maji warm kulingana na afya yako. Kama muliwatch ile video niliwaambia, wakati mwingine ukihisi ni kama uko na kitu kwa mwili yako, tumia maji baridi kwa sababu majini hawapendi baridi kwa sababu asili yao ni moshi, ni moto. Kwa hivyo hawapendangi baridi. Ndio unaonanga mahali pote wanakaanga mahali kuna joto, wanakaa chini ya mchanga kuna joto, wanakaa kwa caves kuna joto, wanakaa kwa bahari kuna joto sana. Na pia kuna ile kiwango kuna baridi, lakini baharini kunakuanga na joto. Kuna joto, yaani ukiangalia mahali kwingi wanakaanga ni mahali kuna joto kwa sababu hawapendi baridi. Wakiwa na baridi wanakuwa, hiyo sio asili yao. Unaona, asili yao sio baridi. So, wakati unaona ni kama wanakulemea, tumia ice cube. Soak maji yako, chukua maji yako, uweke, unaanza kwa miguu kwanza, soak kwa miguu. Ukisoak kwa miguu, fanya dua zako, fanya maombi zako pale kama umezisoak. Ukishamaliza, unachanganya kiasi sasa kwa ile bucket ama kwa kibuyu. Uende uoge, alafu cleanse kwa mwili yako yote, usijipanguze. Vaa tu nguo zako na endelea na hiyo method wakati unasikia ni kama energy yako iko chini sana. Sawa, wakati unasikia energy yako, unasikia vitu zimejifunga, tumia hizo vitu biidhnillah, utaona mabadiliko. Na ukumbuke maji yote yenye tunakuanga tukiitumia, tunakuanga tumeombea. Unaona, hata unaweza ukachukua hizo maji, ukaweka ice cube, na ukafanyia visomo zako, na ukaweka kwa fridge kama uko na fridge, that is kama uko na maji baridi. Alafu, wakati unachukua hizo ice cube, hata kama ni kiasi tu, unaweka na maji. So unajua umeshafanya visomo zako. So unaweza ukatumia method kama hiyo. Wakati mwingine uso yako ikiharibika, unachukua ice cream hiyo tu yenye uliweka kwa maji yenye umesomea visomo, unajirap kwa uso. Hii imekuwa method nimekuwa nikifundisha watu, na watu wengi wameniambia wamepata usaidizi kupitia hiyo method na kupitia zile dua wanafanyia hiyo maji. Tuendelee kubarikiwa. Kama umelearn kitu na kama umependa video, usikose kuacha comment yako pale nione umeelewa kivipi, na tuendelee kusapotiana hapo kwa comment section. Mbarikiwe.